Kikosi cha Young Africans kimefanikiwa kutinga hatua ya fainali ya Kombe la Muungano baada ya kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Azam FC katika mchezo uliokuwa na ushindani mkubwa na kasi ya hali ya juu. Tangu dakika za mwanzo, Faisali alichelewa kuamka, akakuta Yanga washamaliza kazi na wakatinga fainali. Yanga walianza vyema mchezo huo kwa kuonyesha dhamira ya mapema ya kutafuta ushindi, ambapo mshambuliaji wao hatari Prince Dube aliifungia timu hiyo bao la kuongoza mapema kabisa dakika ya 5, akimalizia pasi safi kutoka kwa kiungo mshambuliaji Alan Okello. Bao hilo liliwapa Yanga morali kubwa na kuwafanya waendelee kulisakama lango la wapinzani wao. Dakika 25 Yanga waliongeza bao la pili kupitia kwa Maxim pia Nzengeli, ambaye alimalizia kazi nzuri iliyotengenezwa na Prince Dube aliyekuwa kwenye kiwango bora katika mchezo huo. Ushirikiano wao uliwaacha mabeki wa Azam FC wakihangaika kuzuia mashambulizi ya mara kwa mara ya Young Africans. Kipindi cha kwanza kilimalizika huku Young Africans wakiongoza kwa mabao 2-0, wakionekana kuwa na udhibiti mzuri wa mchezo na mipango yao ikifanyika kazi kwa ufanisi mkubwa dhidi ya Azam FC. Hata hivyo, Azam FC walirejea kwa nguvu kipindi cha pili wakisaka bao la kurejea mchezoni, na juhudi zao zilizaa matunda dakika ya 77 baada ya kiungo Faisal Salum Feitoto kufunga bao lililowapa matumaini ya kusawazisha. Licha ya presha hiyo ya mwishoni, Young Africans waliweza kulinda ushindi wao hadi mwisho wa mchezo. Kwa ushindi huo, Young Africans wanajihakikishia nafasi ya kucheza fainali ya Kombe la Muungano, wakionyesha ubora na udhibiti mkubwa unaowapa matumaini makubwa ya kutoa taji hilo. Ni mchezo uliochezwa jana majira ya 2:30 usiku ya tarehe 25 ya Aprili mwaka 2026. Young Africans akimchakaza Azam FC bao 2-1 na kufanikiwa kutinga katika hatua ya fainali ya Kombe la Muungano Cup, ambapo sasa Young Africans atamsubiri mshindi kati ya Simba ama Mlandege FC, ambao wao pia watachuana majira ya 2:00 katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, ambapo mshindi kati ya Simba Sport ama Mlandege FC atakutana na mshindi wa jana ambaye tayari amekwisha kupatikana ni Young Africans Sport Club. Wakitoka hapo baada ya fainali, Simba Sport atamkaribisha Young Africans katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa mapema Mei 3, 2026. Na Young Africans inahitaji kujitetea ndani mbele ya mnyama Simba kwa kutoa alama 3, ama Simba Sport anahitaji kujitetea mbele ya Young Africans kuchukua alama 3, kwani mpinzani wake ambaye ni Young Africans amempita alama 5, tofauti ya alama 5. Hivyo kama Simba Sport atafanikiwa kuchukua alama 3 kwa Young Africans, atapunguza gepu na kubakia na alama 2, ambapo Young Africans anaweza kupoteza mchezo wote kwa sababu bado ana mechi ya ligi kuu NBC, bado ana michezo mingi ya kuchezwa. Lakini je, Simba yeye ataanza kujitetea na kusubiri bato dhidi ya Azam FC kama ataweza kumbania Young Africans? Basi kila kitu utakipata kupitia Malkia wa Soka. Endelea kutufuatilia, cha muhimu ni wewe kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu. Endelea kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa kemkem, endelea kusalia nasi. Mimi ni Queen Liz, wakati mwingine kwa here na uwe na wakati mwema.